Naitwa Nasoro Rashid Lioka, ni mkazi wa Mtwara mjini, lakini pia nafanya kazi zangu katika eneo la feri, yani soko la feri. Lakini pia ni mfanyabiashara wa samaki. Kwa hiyo kikubwa katika hii Ramadhani, manake ni kama inavyofahamika katika Ramadhani zote, kwamba Ramadhani ni kitu kimoja ambacho kwamba kina ukarimu, kina uzuri na kina faida. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na ubaya wowote wa Ramadhani mwaka huu. Kwa hiyo mimi naona kupitia upande wangu manake kwamba ni Ramadhani ambayo kwamba ni mzuri na uzuri wake kwa sababu kwamba tunatarajia malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tukishakuwa tuna imani hiyo, nafikiri kwamba hakuna yoyote Muislamu ambaye atasema Ramadhani hii huwa mbaya, kwamba ina tofauti na ya mwaka jana. Bi maana kwamba kila Ramadhani kwamba mtu anajua kabisa kwamba ina fursa hizo tatu. Kwanza ina makundi au ina sehemu tatu. La kumi la kwanza lina maana, na kundi la pili lina maana yake, pia kundi la mwisho lina maana yake. Kwa hiyo kupitia Ramadhani manake ni mzuri. Na tunaomba kwamba kama ingelikuwa inawezekana maana iendelee, lakini kwa sababu Allah mwenyewe ndo mpanga utaratibu, haiwezi kuzidi na wala kupungua. Kwa hiyo mimi nasema hakuna ubaya. Sukari sasa hivi manake ipo shilingi 2800, ni jambo ambalo kwamba la kawaida, kwa sababu niliwahi kuona sukari ikiwa imepanda shilingi kufikia shilingi 5000, lakini sio mwezi wa Ramadhani. Sasa leo kama ni mwezi wa Ramadhani, lakini pia sukari kwa katika shilingi 2500, manake 2800, manake ni kawaida. Fungu la futari manake kuuzwa shilingi 2000 ama 3000, manake ni kawaida, kwa sababu vile nini futari manake niseme kwamba ni bidhaa ambayo kwamba kuna msimu inapatikanika bidhaa hii na kuna msimu inapatikanika hivi manake. Kwa hiyo leo hii ikionekana kwamba viazi manake labda kwa bila shaka vimepangwa kidogo na bei ikaonekana kubwa, inajulikana kwamba kipindi hichi manake sio cha viazi. Kwa hiyo huyu analeta viazi manake bado anajitoa mwanga, manake bado kuleta viazi hapo, kwa hiyo kwamba apange ili aweze kupata maslahi ya kwake pia kwa faida ya wote. Manake niseme la yangu, unaona bwana, kwa Waislamu wote na hata kama wale wasiokuwa Waislamu, manake ni kudumisha umoja, lakini pia kulinda amani, kwa sababu haya yote manake yanapatikana baada ya amani kuwepo. Kama sio amani singewepo mfungaji leo asingeweza kufunga, hata kama ikawa yeye ni mcha Mungu kiasi gani. Lakini haya yote yanapatikana kutokana na msingi wa haya yote, manake matunda yaweze kupatikanika mazuri pasi na amani. Kwa hiyo amani idumishwe na ndio jukumu la kila mmoja. Lakini mwaka jana mpaka hii mwaka huu tunaona hali inajirudia na unatuma mazingira ndo yale yale. Hakipatikani kitu cha maana. Hata kama ikifika giza ile kipato kidogo, mbala mwezi kipato chake ndo vile vile. Msimu tu bado hujakaa vizuri. Hali kiwa nzuri, hata sisi wachuruzi kwamba tunafurahi, kwanza bei zile kidogo zinapungua. Sasa tunafikia hatua yani sado la dagaa tunanunua 28,000 mpaka 30,000. Sado hii moja. Kisado kidogo sio kama hiki, kisado kidogo kile 28,000 mpaka 30,000. Na tukiuza kwa mfano kama mimi binafsi, mimi ninapanga ubaoni kwangu. Sado hilo ninapanga ninapata fungu 30, ndo nimejitahidi. Je, nimefanikiwa? Kwenye kukaanga 8,000, kisado hicho. Kwenye chanja hapa kuanika 500 kwa kila kipande. Kisado kile nimeanika kwenye chanja, nimetoa 500. Nimeenda kule jikoni kukaanga, nimekaanga kwa 8,000. Kisado hicho ambacho nilichonunua 28,000. Tupige mahesabu sasa. Ukipanga mimi kama mimi ninauza ubaoni kaoni, yani sio kwa kutembea ninapanga ubaoni kabisa. Nimejitahidi napata fungu 30. Aiza kwa mfano hawa samaki hawa nimenunua leo 44,000. 44,000. Hawa mimi nimehesabu wapo 45. Amezidi huyu? Hawa. Kwa hiyo hapa natakiwa yani ujasiri sasa. Nijitahidi mpaka hiyo hela niokoe. Alafu bado sijaenda kukaanga. Kwenye kukaanga kule inawezekana wakanitoza 5,000 au 4,000. Hawa. Yaani kwa mimi ninavyoona binafsi serikali haiwezi kusaidia chochote kwa sababu anayetoa ni Mwenyezi Mungu. Kwa kipato hichi anayetoa Mwenyezi Mungu kujalia kwamba mambo hili likae vizuri, vitu vionekane ili watu wapate kufaika. Kwa kweli kwa mimi binafsi nasema ninamwacha Mwenyezi Mungu.
Mimi ni mfungaji wa Ramadhani. Namshukuru Mwenyezi Mungu, Ramadhani kwa mwaka huu inaenda vizuri sana. Hakuna mfungaji ambaye analaumu au anokilika kwa Ramadhani ya mwaka huu. Mvua za kutosha, tunapata ubaridi wa hali ya hewa mzuri, iftari zimejaa kila sehemu. Umeelewa? Na hakuna tatizo lolote juu ya Ramadhani. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunaenda kwenye kumalizia hii Ramadhani siku 30. Hapa nimefunga lakini sioni chochote kigumu ambacho kimenijia. Najiona niko sawa tu kama wale ambao wasiofunga, ambao nakula mchana, na mimi niliofunga najiona niko sawa. Sisi wafungaji tunatoa rai kwa wale wasiofunga kwa mwaka huu. Hatujajua wengine wanakuwa na malazi. Sijajua Mwenyezi Mungu amewapa matatizo gani milini miao, lakini mwakani wao ukiwepo naomba wajitahidi wao watu wafunge tufanane. Huu mwezi wa toba, huu mwezi wa kutubu kwa wale ambao wanaofanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu apendezewe nayo. Mungu mwenyewe ndo anajua. Unaweza kukaa sokoni kuanzia asubuhi mpaka jioni ukatoka labda na 20,000, 30,000. Kwa hiyo kuna siku biashara Mungu anakufungulia, kuna siku nyingine kidogo anaifunga. Kwa Ramadhani ni kipindi kigumu sana kwa wafanya biashara. Kwa sisi wafanya biashara wa samaki ni kipindi kigumu kwa sababu tutasema sababu watu wengi mchana si hawali, inakuwa inarudi nyuma. Wito wako kwa wananchi kuhusiana kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani? Ni kuvumilia tu, sababu hii biashara ni ya kwetu. Mungu mwenyewe ndio wetu, sote tunamwangalia huyo. Kwa hiyo ni tuvumilie tu kulingana na hali jinsi ilivyo. Sio kwetu sisi tu sema labda Mwenyezi Mungu anatuoneeni sehemu zote. Hii hali ipo. Sio kufanya biashara wa maduka, si nini, kila kitu kinakuwa kinarudi nyuma, si muda wa mfungo na kifungo kama hivyo. Kwa hiyo biashara nyingi lazima zirudi nyuma kulingana na muda wenyewe tuliokuwa nao.